Ili shetani ibilisi aweze kufanya uharibifu kwenye maisha ya mwanadamu, ni lazima apate mlango au njia ya kuingilia. Hebu tuangalie ni aina gani ya mlango au namna gani mtu anaweza akaathirika kwa kuruhusu kufunguliwa kwa mlango kwenye maisha yake. Tunaona sababu ya wivu wa Kaini dhidi ya ndugu yake Abel kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Mungu anamwambia Kaini kwamba ukitenda vyema hautapata kibali. Anamwambia Kaini, dhambi imekaa mlangoni, nayo inakutamani, lakini yapasa kuitawala, yapasa kuishinda. Wivu, mlango wa wivu ambao ulikuwa ndani ya moyo wa Kaini dhidi ya ndugu yake Habili, ulikuwa ni mlango wa kumpelekea yeye kwenda kuua. Wivu unaenda kuua. Tunaona hivi leo kupitia tu wivu mtu anaweza kufanya mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi, mambo ya uganga, magomvi na hata mwisho siku kuua. Kwa hiyo wivu ni moja ya mlango shetani anautumia kwenye moyo wa mtu na kupelekea katika uharibifu mkubwa, haswa kwenye mauti. Samsoni alifungua mlango wa tamaa ya macho. Biblia inatuambia kuna tamaa ya macho na kuna tamaa ya mwili. Kwa hiyo kupitia tamaa ya macho ikapelekea tamaa ya mwili. Akafungua mlango kwenye Waamuzi sura ya 6 mstari wa 17. Samsoni akamwambia yote yaliyoko moyoni mwake Delila. Na ikawa ndio mlango wa uharibifu, kutobolewa macho. Ilikuwa ile assignment aliyopewa na Mungu ya kuwateketeza na kuharibu jamii ya Wafilisti, alifanikiwa, lakini Mungu hakutaka afanikishe akiwa na majeraha ya upofu wala mateso aliyopitia. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba kuna mlango ambao shetani ibilisi anautumia kwa ajili ya kuleta uharibifu. Nakumbuka Samsoni aliwakatalia wazazi wake, walimkataza asioe kule, asiwe na wanawake jamii fulani, lakini yeye hakuweza kusikia. Ndivyo hivyo leo. Kuna namna ambavyo hata wazazi wetu au walezi wetu wanaweza katupa precaution, tahadhari fulani juu ya mambo fulani kwenye maisha yetu, lakini kuto kusikiliza inaweza kuwa ni mlango wa kuruhusu uharibifu kwenye maisha yetu. Nabii Isaya, ukisoma Isaya 39 mstari wa 2, tunamwona Hezekia mfalme alifanya kosa la kuonyesha na kufunua siri ya ufalme wa Babeli. Nabii Isaya akamwambia kwamba hatua hiyo ingetumika baadaye kama mlango wa Babeli kuharibu Yerusalemu. Kwa mfalme Hezekia alitoa siri, alifunua kitu ambacho kipaswa kusikika au kuonekanika. Kikawa ni kigezo cha uharibifu dhidi ya watu wa upande wa pili. Katika maisha kuna mambo ambayo Mungu anataka tuwe kimya, yasijulikane na watu, kwa sababu yanapojulikana ni rahisi kuinua vita na kuleta uharibifu kwenye maisha yetu. Hata wakati Yesu Kristo anataka kuuliwa akiwa mtoto mdogo, mfalme alipitisha tangazo. Mungu alimwambia kupitia malaika wake Yusufu na Maria kwamba wampeleke Yesu Afrika. Ni mwana wa Mungu aliye hai, ni Mungu aliyevaa mwili, lakini aliepusha tu uharibifu fulani ambao ulipaswa kutokea pasipokuwa na sababu. Kwa kuna mambo tukikaa kimya tutaepusha uharibifu na vita zisizokuwa na sababu. Na ukiangalia kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 20 mstari wa 42, utaona Ahabu alipewa mshindi juu ya Ben Hadadi, lakini akamwacha aishi kinyume na amri ya Mungu. Mungu hakumtaka huyo mtu aliyemwacha Ahabu kwamba aishi, lakini Ahabu yeye akamtunza, akamkumbatia. Ndivyo ilivyo. Na baadaye hukumu ikawa juu yake kwa sababu alimhifadhi mtu ambaye akupasa kuhifadhi. Katika maisha yetu tunapaswa kuongozwa na Roho Mungu. Kuna watu ambao wakikaa karibu na wewe, watu ukiwakumbatia, inawezekana ni uharibifu ambao Mungu muda mwingine anatuepusha na kutuambia mara kwa mara kwamba vitu fulani visikae karibu na sisi au watu fulani wasikae karibu na sisi. Waweza kuwa ni hatari na uharibifu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa kwamba namna gani Mungu anavyotaka sisi tuishi, na milango fulani naweza tukaifungua sisi wenyewe
na ikakusudia uharibifu kwenye maisha yetu. Luka sura 22 mstari wa 3 inasema, ndipo shetani akamuingia Yuda. Shetani aliweza kumuingia Yuda kwa sababu kuna mlango wa tamaa ya mali, tamaa ya fedha. Kwa hiyo tamaa ya fedha au tamaa ya mali yaweza kumuingiza mtu katika hali ya uharibifu. Yuda mpaka anamsaliti Bwana wetu Yesu Kristo, Yuda Iscariot, kwa sababu tamaa ile ya pesa, ya mali ilikuwa tayari imedevelop ndani ya moyo wake. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kutumiwa na shetani ibilisi, kuingiwa na kusudia uharibifu na usaliti. Kwa hiyo katika zama hizi kuna namna ambavyo tamaa ya mali na fedha inaopeleka watu wengi, hata watu wacha Mungu, inaopeleka katika maagano ya giza na hata kufanya mambo ya ajabu ya kujidhalilisha na aibu. Ni kwa sababu tu tamaa imekuwa ni sababu ya kufungua mlango wa kufanya uharibifu. Kwa hiyo Anania na Safira katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 tunaona kwa sababu ya uongo walifungua mlango wa uongo. Uongo kawa ni sababu ya kuleta uharibifu wao mpaka kufikia katika hali ya mauti. Walimdanganya Roho Mtakatifu, walidanganya madhabahuni. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho sio mlango ambao shetani ibilisi hawezi kutumia. Hata kupitia uongo shetani ibilisi anaweza kutumia huo mlango kuleta uharibifu kwenye maisha, kama ilikuwa Anania na Safira katika Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3. Mathayo sura ya 4, baada ya Yesu Kristo kufunga siku 40 usiku na mchana, Yesu Kristo aliweza kujaribiwa kwa mambo kadha wa kadha. Na baadhi ya mambo aliyojaribiwa na shetani ibilisi, kwanza alimuonesha ufalme, akamuonesha mji, akamuonesha watu, nafsi za watu. Akaniambia ukinisujudia nitakupa hii. Ndivyo ilivyo leo, kupitia tamaa ya watu, aidha katika biashara au katika kanisa au jambo lolote lile, au maarufu, kwa sababu ya fame, kwa sababu ya umaarufu na fedha. Shetani anaweza kumuonesha mtu akamwambia ukinisujudia, yani mtu akiuza nafsi yake au akitaka kumsujudia shetani ibilisi, basi anaweza kumpa vyote. Lakini tamaa ya macho na tamaa ya watu, tamaa ya vitu haikuweza kumpeleka Yesu Kristo, kwa maana yeye alijijua yeye ndio muumbaji wa hivyo vitu vyote. Kwa hiyo sio kitu kwake. Lakini kitu cha pili cha msingi, shetani alijua kwamba Yesu Kristo ana njaa, kwa hiyo akamwambia badilisha jiwe kuwa mkate. Kwa hiyo tumbo, chakula, wengi leo tunaharibiwa kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya tumbo. Inaweza kuwa ni mlango wa kufungua uharibifu katika maisha yetu, aidha ya kawaida au maisha ya kitumishi. Lakini kuna tahadhari pale. Tumepewa tahadhari katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Amesema linda sana moyo wako. Anasema linda sana moyo wako. Maana ndani ya moyo kuna chembe za uzima. Kwa hiyo moyo ndio kitu pekee ambacho shetani anakitumia kuleta uharibifu kwenye maisha ya mtu, kupitia akili, mindset, kupitia nia zetu. Kuna vitu vikiingia vikichafua moyo. Ndio maana leo unaona kuna magonjwa mengi, kuna magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya kuna depression, mkandamizo wa mawazo, na magonjwa kadha wa kadha yanatokana na kuruhusu ndani ya mioyo yetu vitu fulani kuingia, maumivu, uchungu, na kuleta uharibifu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapaswa kulinda mioyo yetu kuliko chochote. Tunapaswa kulinda moyo. Ni wa Kristo, moyo ni kwa ajili ya ibada, moyo ni kwa ajili ya Mungu. Na Mithali sura 17 mstari wa 4 anasema mtu mwovu hufungua mlango wa madanganyo. Mtu mwovu anafungua mlango kupitia moyo wake. Na Waefeso sura ya 4 mstari wa 27 anasema usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Kwa shetani ibilisi anapewa nafasi kupitia ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo yetu, kupitia yale tunayoyaona, yale tunayoyasikia, yale tunayoyasema, yale tunayoyatenda. Inaweza kuwa ni mlango, kupitia mlango wa ufahamu, kufungua uharibifu mkubwa au maangamivu kwenye maisha yetu au kwenye maisha ya watu waliotuzunguka. Kumbuka mpaka shetani ibilisi ambaye kabla ya hapo alikuwa anaitwa Lucifer, kabla hajafukuzwa na kutengwa kama sehemu ya makerubi na sehemu ile ya malaika wema wa Mungu, kwamba alianza kuwaza ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake. Alianza kutamani ile nafasi ya Mungu. Kwa hiyo kupitia moyo ndio kuna uharibifu, moyo ndio una udanganyifu mwingi. Yesu akasema viingiavyo havimtii mtu unajisi, bali ni vile vinavyotoka. Maana ndani ya moyo inatoka mawazo mabaya, mawazo ya uzinzi, uasherati, masengenyo, chuki, matukano, yote yanatoka ndani ya moyo. Kwa hiyo kabla uharibifu hujawa tangible,
haujashikika huku na kuonekanika huku nje. Lazima kwanza uanzie kwenye moyo wa mtu, kama wazo, kama hisia ndani yetu. Kwa hiyo tunapaswa kulinda mioyo yetu na tusiruhusu mlango wote kupitia mioyo yetu kuleta uharibifu kwenye familia zetu wala kwenye jamii tunazoishi. Mungu akubariki sana, na neema Bwana wetu Yesu Kristo ikazidi kuwa na wewe na uzao wako, na kuombea. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Take care. Shalom Aleichem.